Habari ndugu watazamaji mnaotufuatilia katika vipindi vyetu vya ufugaji bora. Huduma zetu za Roco Cage bado zinaendelea. Na hii mnayoiona ni keji ya mbao. Sio kama keji za mbao haziwezi kufanya kazi, zinafanya kazi vizuri tu na pia zinasaidia mno. Kwani kuna wateja wetu au wafugaji wenzetu ambao wako mikoani, wako maeneo ya Njombe, Iringa, sehemu ambapo mbao zinapatikana kwa wingi sana. Hivyo basi ipo sababu ya wewe kujua kwamba mbao inaweza kukusaidia wewe katika mradi wako wa ufugaji. Na pia keji yake inakaa vizuri tu. Sasa kwa nini uhangaiki katika ufugaji wa kawaida? Kwa nini utumie eneo dogo alafu ukafuga kuku wachache wakati wewe unahitaji kufuga kuku wengi? Na pia kwa nini magonjwa ya mlipuko hayaishi katika mifugo yako? Unaanzisha kila siku mradi wa kuku 500, unakuta wanakufa kuku 200, 300. Kila siku umekuwa kuanzisha mradi na unaishia njiani. Sasa kwa nini usitumie njia bora ambayo inaweza kukusaidia wewe kuweza kufika katika lengo ambalo unakusudia? Njia bora siku zote huwa ni njia sahihi ambayo inaweza kukusaidia wewe kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na njia sahihi ni njia ile ambayo inaweza kukusaidia. Mfano katika swala zima la ufugaji, njia yetu bora ni njia ya ufugaji wa keji ambayo inatusaidia kupunguza magonjwa kwa asilimia kubwa sana. Pia inaweza kumaximize eneo, yani eneo dogo sana tunaweza tukafugia kuku wengi. Sasa wewe una eneo dogo na ndoto yako ufuge kuku wengi. Kwa nini usitengeneze keji ili iweze kukusaidia wewe kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine? Na ishu nyingine pia, utumie vijana wachache katika uhudumiaji wa kuku kwa kutumia keji. Karibuni sana.